Bana, habari za siasa zimeendelea kushika kasi katika taifa la Tanzania. Jina langu ni Official Rose. Tuangazie habari kuhusiana na sakata la makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu laibuka na sura mpya nchini. Maneno yazidi kwa mengi mtandaoni. Hili limekaa vipi? Karibu tufahamu kwa undani. Mjadala mzito umeibuka katika mazingira ya kisiasa nchini Tanzania baada ya taarifa zinazomhusu makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi kuhusishwa na madai ya kujiuzulu kwa nafasi hiyo. Na kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na gazeti la Mwanahalisi, kuna madai kuwa ndani ya mkataba wa viongozi wa serikali kumekuwa na mazungumzo kuhusu nafasi ya makamu wa rais, huku ikielezwa kuwa Dr. Nchimbi amegoma kuachia nafasi hiyo. Taarifa hiyo imeibua maswali mengi kutoka kwa wananchi na wadau mbalimbali wa siasa wanaotaka kufahamu ukweli wa jambo hilo, hasa kutokana na uzito wa nafasi ya makamu wa rais katika uongozi wa nchi. Nafasi ya makamu wa rais ni miongoni mwa nafasi muhimu kikatiba, ikiwa na jukumu la kumsaidia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika utekelezaji wa majukumu yake ya kitaifa. Lakini pia makamu wa rais huwa na nafasi ya kusimamia masuala mbalimbali ya serikali kwa mujibu wa maelezo ya rais na taratibu zilizowekwa. Dr. Emmanuel Nchimbi ni mwanasiasa mwenye uzoefu mkubwa katika uongozi wa umma, na kabla ya kushika nafasi ya makamu wa rais, amewahi kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, akijenga uzoefu katika masuala ya utawala na siasa. Taarifa za madai ya kujiuzulu kwake zimekuja wakati ambapo wananchi na wafuasi wa vyama mbalimbali vya siasa wamekuwa wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa uongozi wa nchi pamoja na mabadiliko yanayoweza kujitokeza katika kipindi hiki. Na hata hivyo hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka ofisi ya Ikulu ya Rais ya makamu wa rais ambayo inathibitisha kwamba Dr. Nchimbi amewasilisha barua ya kujiuzulu au kwamba kuna uamuzi wowote rasmi ambao ulifikiwa kuhusu swala hilo. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya siasa wameeleza kuwa taarifa zinazohusu viongozi wa serikali zinahitaji kuchukuliwa kwa makini na kusubiri uthibitisho kutoka kwenye mamlaka husika kabla ya kufikia hitimisho lake. Lakini kwa upande mwingine, mjadala unaendelea katika mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali ya kijamii, huku baadhi ya wananchi wakitaka uwazi zaidi kuhusu kinachoendelea katika ngazi za juu na uongozi wa nchi. Sakata hili limeongeza mjadala kuhusu umuhimu wa mawasiliano ya wazi kutoka kwa viongozi na taasisi za serikali pale ambapo panatokea madai yanayogusa nafasi nyeti za kitaifa. Alright, Dr. Emmanuel Nchimbi anaendelea kutajwa katika nafasi yake ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku wananchi wakisubiri kauli rasmi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu taarifa za kujiuzulu kwake. Iwapo kutakuwa na mabadiliko yoyote katika nafasi hiyo, hatua hiyo itakuwa na athari kubwa kisiasa na kiutawala kutoka nafasi ya makamu wa rais katika mfumo wa uongozi wa Tanzania. Tunaendelea kusubiri kwa kina, alafu tutaendelea kukuupdate kile ambacho kitakuwa kinaendelea.